Msanii Diamond Platnumz baada tu ya kuona mtoto wake Tifa amekuwa, na ukimwangalia Tifa kifuani tayari vimaziwa vimeanza kuchomoza. Kiufupi akaona kabisa hapa itakuwa kuna vijana wameshaanza kummezea mtoto wake mate. Ndiyo maana Waswahili wanakuambia mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Diamond Platnumz huyu ambaye amekuwa akichezea watoto wa watu kila siku, huyu ambaye amekuwa akiwaliza watoto wa watu kila siku, leo hii mtoto wake anamuuma, ameshaona amekuwa, sasa ameanza kuwaka, ameanza kuwatishia vijana ambao watamtolea macho mtoto wake Tifa. Ameweza kuandika kupitia katika ukurasa wake wa Snapchat kuonesha wazi kwamba hataki kabisa utani wala masiara na mtoto wake Tifa. Ameandika ujumbe ukiwa unasema kuna waya, kuna socket, alafu kuna transformer. Hasa hii ni transformer, yani ukicheza nayo shot yake hautaisahau milele. Hapo amemaanisha kwamba mtu yoyote akimsogelea mtoto wake Tifa, basi yeye atamalizana naye. Ni kwamba amemwambia hatomsahau milele. Yani Diamond anawatishia vijana ambao wanarusha macho kwa mtoto wake Tifa. Jambo hilo kila mtu amelishangaa. Comment zimekuwa ni nyingi sana, Diamond Platnumz akiwa anatupiwa maneno, akiwa anakumbushwa ni mambo gani ambayo amewahi kuwafanyia watoto wa wenzake. Ukiangalia, tukitoa tu mfano mdogo kwa mwanadada Hamisa Mobeto, alikataa ujauzito, amemkataa na mtoto, mpaka leo hii Hamisa Mobeto anashindwa kumjibu nini mtoto wake kwamba baba yako ni Diamond. Maana tayari ameshamwambia baba yako ni Diamond, lakini Diamond hapigi simu, Diamond hazungumzi na mwanae. Diamond ameshikilia msimamo wake kwamba sio mtoto wake. Sasa yule ni mwanamke, Hamisa Mobeto ni mwanamke ambaye amemuumiza. Malipo ni hapa duniani. Huyu ni mtoto wa Diamond Platnumz. Diamond ameshaona kabisa hapa kuna namna fulani mwanangu atakuja kuviziwa na vijana, alafu achezewe, mambo mengine yaendelee. Hiyo ni kwa kawaida. Tunaweza kusema kwa sababu gani? Diamond amewafanyia mambo mengi sana watoto wa wenzake. Unafikiri wazazi wao walikuwa waumii? Unafikiri wazazi wa kina Tanasha, wazazi wa kina Hamisa walikuwa hawaumii kuona watoto wao wanachezewa? Jamani, unapofanya kitu basi usije ukasema labda hukuambiwa. Unapomfanyia mtu kitu, na wewe utakuja kufanyiwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mtu unatakiwa kujaribu kuwafanyia vizuri watoto wa wenzako, na watoto wako wafanyiwe vizuri. Kwa kweli Tifa amekuwa sasa hivi mashallah anavutia. Ukimwangalia sura yake, ukiangalia namna ambavyo wanafanya challenge na mama yake, Tifa inafikia style mpaka anaamua kukatika. Mtoto ana viuno huyo. Hebu tusubiri tuangalie, labda kwa sababu yupo huko South Africa, labda huenda atakuwa salama chini ya uangalizi wa mama yake Zari the Boss Lady. Tuendelee kusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.